katika ratiba yetu ya leo ya kumwaga rasmi baba yetu kwa wale ambao tayari wameshafika. Kama nilivyosema awali, zoezi la kutoa salamu pamoja na kutoa heshima ya mwisho litaendelea mpaka muda wa saa 6:50. Tuna watu wengi wenye salamu. Tutaomba sana tuheshimu muda, kwa sababu watu ni wengi kuliko muda ambao tunao. Katika hatua ya sasa, nawashukuru Chadema kwa salamu zenu, zimeshawasilishwa, na baadaye katika utaratibu utaopangwa, makamu mwenyekiti wa chama atapata nafasi ya kutoa salamu rasmi sasa za chama katika hatua ya baadaye. Katika wakati familia inaandaa mwili kwa sababu ya heshima za mwisho, nitaomba wale wengine ambao hawajatoa orodha ama majina yao ya taasisi wanazowasilisha na wangependa kutoa salamu, tafadhali wafikishe majina yao na taasisi wanazowakilisha kwa MC ambaye yuko mbele hapa. Kama hatujakuwa naye katika orodha, basi tuweze kumwingiza kwenye orodha na tuweke utaratibu mzuri wa kutuza utaratibu huo. Utaratibu wa kutoa heshima za mwisho, nitaomba tuite watu kutoka maeneo tofauti, na niombe sana tusiwe na mistari mirefu watu wakasimama kwa muda mrefu sana. Wale watu wetu wa itifaki, tafadhali wataanza kuwachukua wale wote waliokuwa upande wa kushoto wa madhabahu ambayo tumesimama, wawaongoze kuja, watatoa heshima zao za mwisho na kurejea eneo ambalo wamekaa. Wakimaliza kutoa wao, tutaendelea kunyanyua zone baada ya zone. Lakini kwa wale ambao wamekaa jukwaa kuu ili hapa mbele yangu, tunaomba sisi, kwa sababu tuko jirani zaidi, tusubiri zaidi. Tutatoa heshima zenu za mwisho katika hatua ya baadaye. Kwa sasa tuanze na wenzetu ambao wamekuwa wanatufuatilizia zaidi kwa kutumia screen ili waweze kutoa. Na naomba watu wa itifaki tafadhali waende upande wa kushoto kule, kuanza kuwanyanyua na kuwaleta hao wenzetu kuja kutoa heshima za mwisho. Naomba kujua kama mko tayari, tualike. Na tunaomba kitu kimoja kingine kwa heshima ya mzee wetu, wapiga picha wowote wasipige picha jeneza. Pigeni picha matukio, lakini kwenda ku zero down na ku focus ama kujaribu kumpiga picha mzee wetu akiwa kwenye jeneza, hilo jambo tafadhali tusilifanye. Tumheshimu mzee wetu. Piga picha matukio mengine yote, lakini kwenda kujaribu kupiga picha kwa njia yoyote ile kwenye jeneza ni utamaduni ambao sio wa kistaarabu. Naomba tusifanye hivyo. Tusiwe Waswahili. Na baadaye tutakapoanza kutoa heshima za mwisho, tunaanza kuandaa orodha ya watoaji wa salamu mbalimbali. Nikumbushe tu, mojawapo ya watu ambao watatoa salamu ni mzee wetu Walter Bugoya. Walter Bugoya, nitaomba baba yangu ujiandae. Yeye ana kazi maalumu atakayoifanya ya kutambulisha
kitabu cha historia ya maisha ya Mzee Mtei. Na hili ni funzo kubwa sana kwetu sisi ambao ni viongozi ama Watanzania wa kawaida. Hatuandiki historia za maisha yetu. Mzee Mtei aliandika historia ya maisha yake. Jambo hilo atalizungumza Walter Bugoya, ambaye nitamwalika kwa kipekee sana kama mtu wa kwanza atakayezungumza, na naomba ajiandae aelezee historia ya maisha ya baba kwa namna alivyoandika kitabu chake, wakishirikiana. Na kitabu hicho leo tumekidisplay pale katika mlango wa kuingilia kwenye madhabahu. Kitabu kiko pale, ataelezea, na ili wale wote ambao wana hamu ya kujua maisha ya huyu mzee waweze kupata nakala ya kitabu. Hakitatolewa bure, kitatolewa kwa gharama kidogo sana, cost ya kukipublish. Ukikisoma kitabu kile utaweza kujua Mtei alikuwa mtu wa namna gani. Inawezekana watu wengi na hasa wa kizazi kipya hiki wanaweza wasimjue huyu mzee vizuri. Alikuwa mtu wa viwango, uadilifu, quality ya maisha yake, uaminifu katika utendaji kazi wake, umakini katika utendaji kazi. Kuna watu wengi walishawahi kuniambia katika nyakati tofauti, hakika Mzee Mtei hakuwa mwanasiasa, alikuwa zaidi mtendaji kuliko kuwa mwanasiasa, kwa sababu ya alivyonyoka katika mipango yake anayoifanya, sio tu katika taasisi anazoziongoza, lakini hata katika maisha yake binafsi, namna alivyojipanga kama binadamu. Alikuwa ni mtu mwenye uadilifu wa kiwango cha ajabu sana. Kwa hiyo niliomba watu wa itifaki watuitie kule. Tafadhali naomba unyanyue watu kwenye zoni ile ya kule kushoto, waje watoe heshima za mwisho. Naomba watu wa itifaki wawaelekeze kila anayekuja namna ya kupita, kutoa heshima za mwisho na kurudi eneo alilokaa. Tunaomba kazi hiyo tuifanye kwa haraka, tuokoe muda. Wakati Mzee Bugoya ukijiandaa kuja kutoa historia kama ambavyo imeratibiwa. Bado nasubiri. Naomba hao watu tafadhali waje watoe heshima za mwisho kama hawako tayari kuchukua zoni nyingine. Maana muda hatuna jamani. Chama cha Maendeleo Chadema Freeman Mbowe akiendelea kutoa